Lakini bila shaka msikilizaji, twende moja kwa moja katika mahojiano yetu msikilizaji, ambapo mgeni wangu tayari kesha ingia ndani ya mjengo. Anaitwa Atanas Mbele. Mwachie alivyokujuza, bila shaka kijana mdogo, lakini anafanya masuala mengi tena zaidi katika kuendeleza na kuimarisha jamii, na zaidi ya yote kuboresha maendeleo katika kaunti hii yetu ya Taita Taveta. Nataka tuzungumze kuhusiana na masuala ya maendeleo na zaidi ya yote vile vile uongozi. Karibu sana bwana Mbele, habari ya masiku bwana? Nzuri sana Albert. Ndio. Nafurahia kuwa hapa Sifa FM, pumzi ya uhai. Kweli kabisa. Habari tunaona, nafikiri ilikuwa ni karibu miezi kadhaa kama 6 hivyo, ukaniambia unatoka Veruga. Sijui kama bado unatoka Veruga ama ulibadilisha. Bado natoka Veruga. Ndio. Watu wangu wa Veruga najua wananisikiza. Na Taita yote kwa ujumla. Bila shaka. Napenda kuwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na najua Sifa FM inasikika maeneo mengi tu. Bila shaka. Hivyo wale wako Taita Taveta, wale wako Kajiado, Pwani, ndio vile vile. Kila mahali na wasalimu sana. Asante tena zaidi bwana Mbele. Tu kwa wale ambao labda kwa mara ya kwanza unasikia sauti, huyu Mbele ni nani? Huyu anatoka maeneo gani na anafanya nini? Mbele anatoka maeneo ya Taita Taveta. Ni kijana mdogo, na Mbele ni kijana ambaye amejitolea. Bila kura, bila ofisi, ndio, bila cheo, bila pesa ya serikali. Kujitahidi tu na moyo wa kujitolea kusaidia jamii. Ndio. Katika masuala ya maendeleo, masuala ya kusaidia kuondoa umaskini. Ndio. Elimu, talanta pia. Ndio. Na uchumi kwa ujumla. Ndio. Ulivyosema kwamba umekuwa ukifanya mambo mengi sana. Na watu wamekuwa kiuliza, Mbele anafanya hii mambo hii kwa sababu gani anafanya? Moja wapo bila shaka ilikuwa ni masuala ambayo umekuwa ukifanya karibuni. Niliona ulikuwa unafanya miradi kadhaa. Na mradi mmoja ambao ukiwa umekufanya, lakini kabla tufike katika miradi, manake kuna swala lingine ambalo ulifanya hapo karibuni. Ilikuwa ni swala la, kuna petition sijui ulikuwa ukiandika kuhusiana na wanyanyasaji ambao unasema kwamba ni watu ambao wanatoa mikopo katika kaunti ya Taita Taveta wananyanyasa. Hii ilikuwa ni petition ina gani, na ulihisi kwa nini ni muhimu kutayarisha ile petition? Kwanza niko na petition 2. Petition ya kwanza ni ya mambo ya mining. Ndio. Hiyo tutaongelea. Na najua unatoka hizo maeneo. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Ndio. Petition nyingine ilikuwa ni ya kampuni za mikopo. Mimi nikiwa mhasibu, nimefanya finance biko. Naelewa sana umuhimu wa kuwa na kampuni za mkopo. Ndio. Katika jamii. Lakini Taita Taveta haswa Undanyi mali natoka. Iko na Undanyi peke yake iko na kampuni za mkopo 23. Kampuni 23 inamaanisha watu 23 wote wanakimbilia hao customers. Kwa hivyo kuna tabia imeongezeka. Nimeenda vifo vya zaidi ya watu 4, haswa walimu wakiwa wamejitia kitanzi kwa sababu ya mambo ya mkopo. Ndio. Na ikaniuma sana kwa sababu nimeona vile wana collect. Ile kufuatilia wakati wanakupea mkopo na kubembeleza. Ndio. Wanakubembeleza, mtu mmoja anaweza shika mkopo kwa zaidi ya kampuni 11. Na najua kuna wale watasema lakini si ni yari yao. Lakini wakati mtu ako desperate. Ndio. Kuna responsibility kwa sheria. Sisi wanamkopo, kwa sababu nafanya kazi benki. Ndio. Ya kufanya kitu inaitwa responsible lending. Lazima kabla upe huyo mtu mkopo, usimpe mkopo wa kumpeleka kwa umaskini. Ndio. Kwa sababu unakuta watu wengi wameanzisha, wenye wanapeana mikopo kwanza hawana leseni. Hawana headquarters hapa Taita Taveta. Ndio. Na cha kushangaza zaidi, hawaandiki wakaazi wa Taita Taveta na wale wa jamii zingine wanaoishi Taita Taveta. Kwa hivyo nikisema Taita Taveta namaanisha wote, makabila yote yanayoishi Taita Taveta. Lakini shida kubwa tena inakuwa ni kwamba wameanzisha biashara za malimali. Ndio. Sijui kama umeona hizi biashara za malimali zinauza vitanda, zinauza TV na vitu kama hizo. Ndio. Sasa hapo ndo wanatengeneza pesa. Wanataka wakupe 10,000, alafu kilipo kibakisha 1,000, waje wachukue TV ya 30,000. Alafu waende wauze wapate profit. Ndio. Ndio. Sasa tukasema sisi hatutaki kuwafukuza kwa sababu wamesaidia watu. Tunataka
Na kumbuka kuna ajira. So tutaki ajira ziende. Ndio. Tunataka wakae chini. Hii petition iko county assembly. Na mimi naomba ma MCAs tafadhali wasichukulie hii jambo kama siasa. Wananchi wanaumia vibaya sana. Nimeona wamama sokoni. Ndio. Wenye wanashindwa kuuza ama kufungua duka. Nimeenda sokoni juzi Bundanyi. Ndio. Napata mama amezungukwa na watu 4 wa mkopo. Wamesimama hapo. Akiuza maembe wanaokota. Akiuza tomato wanaokota. Wanasema leo tutoki kwa hii kibanda yako. Na yale matamshi wanaongea madharau, force. Wakati mwingine inakuwa hata unaona ni kama watu wanataka kupigana. Sasa hiyo bila sheria, nchi yote inayokosa sheria inaleta vurugano. Sasa nilikuwa nataka tuwe na sheria, tuelewane. Kitu ya pili pia tuelewane percentage ya interest. Ndio. Kwa sababu unapata mtu wa bodaboda amekopa bodaboda ya 150,000. Lakini analipa nusu milioni. Inatoshana na kununua Probox gari. Ndio. Na sasa kwa sababu sisi kwa sheria kuna kitu inaitwa usury. Usury ni kucharge interest zaidi ya ile principal ulipea mtu. Ndio. Siwezi kupa 2,000 ni kucharge interest ya 3,000. Ndio. Ama kama nimekupa 2,000 umelipa umebakisha 500, siwezi kuja kukuambia ati umebakisha 500 lakini interest yako umebakisha 2,000. Hiyo ni usury na illegal kwa nchi. Kwa hivyo nyingi ya hizi kampuni hazina license ya Central Bank ya lending na nyingi pia zina operate tu. Sasa nilitaka tuwe na hiyo standardization. Ndio. Labda hizo kampuni ni kampuni aina gani Bwana Mbele? Hizi kampuni sitaki kutaja majina. Lakini ziko nyingi. Ndio. Zingine tu ni mtu ameamka asubuhi anaona niko na pesa mingi alafu ana register kampuni. Hajui kama lazima apitie Central Bank. Ndio. Wafanyie uchunguzi. Kuna audit inafanywa. NIS wanafanya uchunguzi ya mwenye anapeana hizo pesa. Ndio. Inaweza leta madhara mingi sana tukialau watu tukuja. Inaweza leta kitu inaitwa money laundering ama kusafisha kwa pesa. Ndio. Kupitia kupeana watu mikopo. Na pia athari za maisha. Ndio. Wacha nikwambie Bwana Albert. Sasa ukiweka mama pressure, ashikwe na high blood pressure. Tayari mimi unajua nilikuwa na ugonjwa wa figo. Ndio. Na mimi najua 90% ya watu waliofanywa dialysis wengi walimalizwa na pressure. Na nikikwambia nimezika watu kwa sababu ya mkopo, inaweza sound ni kitu kubwa. Lakini wakati umedrive mtu to high blood pressure. Ndio. Watu wengi wamechuka mkopo wako na pressure, wako na sukari. Na hizi magonjwa zote zinaletwa na zile pressure. Asubuhi akiamka anajua kuna mtu mlangoni. Mabana pia ndoa zimevunjika kwa sababu unapata bibi amechukua mikopo, bwana hajajua. Kwa hivyo ni swala lenye tumesema acha tuingilie. Na kwa zile kampuni za mkopo mnanisikiza, mimi nawapenda sana kwa sababu wanakuza uchumi. Lakini naomba tukae pamoja, tupange recovery iwe vizuri, na pia tuwasaidie kucollect kwa wale watu wanachukua mkopo na wanakataa kulipa. Mimi sisemi watu wakatae kulipa. Labda imefikia hatua gani kwa sasa tunavyozungumza hiyo petition? Iko county assembly. Kwa sababu nilipoenda parliament niliambiwa nianzie county assembly. Ndio. Tusipopata majibu county assembly siku zinaisha next week. Kwa hivyo by next week kama county assembly haitakuwa imefanya majibu, ndio tuta proceed kwenda national assembly. Ndio. Na kwa sababu kuna siasa nyingi, watu wakiona tunapigania haki, wengine wanataka tunyamaze. Ndio. Wengine wanaona kama tuko na personal interest. Lakini Albert, acha nikwambie mimi sina interest yoyote. Interest yangu ni kuona mwananchi amesaidika. Ndio. Tutoka katika hiyo petition ambayo umesema ni ya masuala ya mikopo, tuangazie hii petition nyingine ambayo ni ya madini. Maana Taita Taveta tupo na madini mengi zaidi, lakini ni kama hatuoni faida haya madini. Labda hiyo petition ina gani vile vile? Albert, hiyo ni discussion kubwa. Lakini niko tayari kuifanya kwa sababu ya wasikilizaji. Ndio. Waweze kuelewa kwa nini tunafanya hivyo. Na kitu cha kwanza, ndio Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema kwa nchi kuendelea lazima iwe na mambo manne. Kwanza, ndio lazima iwe na watu. Watu ni muhimu sana. Ndio. Ya pili, lazima iwe na ardhi. Sawa? Ndio. Ya tatu, lazima iwe na siasa safi. Right. Na ya nne, lazima iwe na uongozi bora. Hizo ni mambo manne Julius Kambarage Nyerere alisema, mwalimu. Mimi nami nasema
kwamba kwa Taita Taveta kuendelea ama Ndio. nchi kuendelea tunahitaji mambo manne pia. Ya kwanza mimi nabadilisha kidogo. Ndio. Mungu. Ya pili watu. Ndio. Ya tatu ardhi. Na ya nne uongozi bora. Sasa sisi Taita tuko na Mungu. Ndio. Tuko na watu kama sisi. Ndio. Tuko na ardhi. Takriban kilomita mraba 17,000 17,000 square kilometers. Ndio. Na Albert, nataka uelewe hii kwamba tuko na ekari milioni 4.2 4.2 million acres. Ndio. Unajua 4.2 million acres vile imegawanywa 62%. Ndio. Ama asilimia 62 ambapo ni ekari milioni 2.6. Ndio. Zote ziko kwa Tsavo. Na nikisikia rais pale anaongea anasema kwamba tuwezi kupata kitu kwa Tsavo, Kweli. ninasikitika sana kwa sababu hizo ekari milioni 2.6 ni kubwa kuliko nchi ya Qatar. Ndio. Nchi ya Qatar. Na ni kubwa kuliko nusu ya nchi ya Rwanda. Taita Taveta imekuwa kwa mbuga wa wanyama 2.6 million. Ndio. Haya, hiyo ni asilimia 62. Ndio. Albert. Asilimia 24. Ndio. 24% iko katika mitengo forest na pia ranches. Na hapo ndo mining iko. Ndio. Ranches. Na hiyo ni ekari milioni 1. So kati ya ekari milioni 4 tayari milioni 2.6 Tsavo. Ndio. Milioni 1 ranches. Ndio. Wananchi wamebaki na ekari 580,000 1,500 Ndio. peke yake ndo tumebaki nazo tujenge manyumba na ndo tumekaa sasa hivi. Ndio. Ndio. Sasa hizi 1,500 ama nusu milioni yenye wananchi amebaki nayo Taita Taveta nzima, hatuwezi kubali hata mtu mmoja aweze kuchezea ekari moja. Hatuwezi kubali kwa sababu 24% ranches and forest. Ndio. 62% Tsavo. Ndio. Sasa mimi nataka kupongeza kwanza serikali na viongozi. Wamejitahidi kuhakikisha kwamba hizi ekari milioni 1 za ranches Ndio. na hizi nusu milioni zinatupatia kipato cha kuweza kukuza uchumi wa Taita Taveta. Ndio. Na nimeona kiwanda inajengwa ya processing na hiyo ndo tunafaa kuelekea. Ndio. Na nimeona pia kiwanda ya Devki inakuja. Kwa hivyo Taita Taveta viongozi Ndio. wanafaa kufikiria hii shamba imebaki nusu milioni ya mwananchi. Ndio. Itatoa aje mazao ya kutushibisha? Kwa sababu sasa hii tuna import mpaka milk. Ndio. Maziwa. Tuna import mayai. Tunaanza kuimport vitunguu. Ndio. Vitu tunaweza kupanda hapa Taita Taveta. Hii milioni 1 iko kwa ranch. Ndio. Hii imekaliwa na minerals zenye ziko na hadhi ama ziko na pesa ya trilioni 78. 78 trillion. Ndio. Taita Taveta iko na mineral inaitwa nickel and cobalt. Hii mineral ndio inatengeneza battery za simu. Ndio. Na engine za ndege. Haipatikani kwingine nchini except Taita Taveta na Tanzania. Tuko pamoja? Kenya ni Taita Taveta peke yake. Kenya ni Taita Taveta. Tuko na mineral nyingine tunasikia inaitwa uranium. Inatengeneza nuclear na inaweza kupower energy ya nchi nzima na tuka export energy kwa mataifa mengine. Ndio. Iko na chuma magnetite, iron ore yenye ina power kila kitu. Chuma ni kitu muhimu sana kwa industrialization. Kweli. Inajenga manyumba, inajenga reli, inajenga vyombo nyingi tunazotumia mpaka kwa nyumba. Inatoka Taita Taveta. Ndio. Na hiyo chuma peke yake iko na uchumi wa 78 trillion. Inamaanisha inaweza hata ile report David alitumia kuja kujenga kiwanda 11 billion hapa. Ndio. Alijua kwamba madini yetu yatamsukuma for 50 years. 50 years. Ndio. Na kila siku, kila mwezi akiuza anatengeneza profit ya bilioni 1 hapa Taita Taveta. Ndio. Na mimi nakubali na nafurahia hatua ya yeye kuweka kiwanda hapa. Ndio. Kwa sababu hiyo hatua inaleta ajira. Na namba 2 Voi inaweza ika-expand ikafika mpaka Manga. Na namba 3 uchumi utainuka. Ndio. Lakini lazima pia tuangalie tusije wanasiasa kadhaa na wanabiashara wasije wakatumia advantage hiyo kutunyanyasa. Kwa hivyo unyanyasaji wa kwanza nimeona ni kwamba wakati Devki alikuja Joho akiwa na mkutano hapa kama unakumbuka. Waziri Joho. Waziri tunayemheshimu sana Taita Taveta. Ndio. Lakini kwangu mimi sasa heshima yangu kwa Waziri Joho imeisha. Ndio. Kwa sababu alikuja akasimama na kaambia watu wa Taita Taveta
kwamba mimi kama waziri Joho nitahakikisha kwamba ndio watu wa Taita Taveta hata wheelbarrow, alisema wheelbarrow ndio itabeba madini isupply kwa Joho, kwa Devki. Na hiyo supply ni muhimu sana. Inamaanisha kwamba wewe Albert, kwa sababu unatoka mahali pale, unaweza ukachukua wheelbarrow ukaenda ukabeba ndio na ukasupply pale Devki pale na ukalipwa kwa kiwanda cha mahali. Wewe ukilipwa utachukua hiyo pesa ulipe school fees, uandike mfanyikazi, ndio ujenge nyumba, ununue materials kwa hardware. So hata Devki akasema mimi sijakuja kuchimba mawe, mimi nimekuja kuprocess. Ndio hata wakati president alikuwa na launch ilikuwa imeandikwa palatalization factory, yani processing factory. Ndio so Devki atachukua ile raw material a process auze nje. Lakini tumeshangaa kuona kwamba Devki ako na kampuni nyingine inaitwa Baovan ya kisiri yenye imekuja inachimba. Na sikatai asichimbe, hapana. Mimi nakataa kupitia mlango wa nyuma, kwa sababu kuna jamaa pale anaitwa Peter Paul. Ndio Devki anamtumia kama broker. Anakuja kukutana na wananchi na anataka alipe viongozi kadhaa ndio ili apate license kinyume cha Mining Act ya 2016. Ndio Mining Act ya 2016 inasema sasa hivi wewe Albert ukitaka kwenda kuchimba madini Kishushe, ndio lazima upewe idhini na mwananchi. Sio ile committee. Ndio mwananchi mwenyewe. Ile committee itakusanya wananchi iseme Albert ako hapa anataka kuchimba, wanampatia kitu inaitwa consent. Ukichukua hiyo consent unaenda nayo Ministry of Mining. Ndio unapewa license. Sasa nashangaa Joho amepeana license kwa kampuni 8 kinyume cha sheria, na zote hazijapewa consent na mwananchi. Kwanza mwananchi hazijui, wengine wanasikiza hii for the first time. Ndio. Ya kwanza ni Devki mwenyewe. Nakumbuka Devki yako na license ya processing. Sasa yeye atachimba, yeye atatransport, yeye ataprocess, yeye atauza nje. Tuko pamoja? Ndio. Tuko na mwingine anaitwa Jiu. Jiu huyo ni Mchinese. Tuko pamoja? Ndio. Ako 8. Kuna mwingine anaitwa nataka nipate hii majina vizuri nisije nikanukuliwa vibaya, kwa sababu kuna watu huwa wapendi tuseme haya mambo. Kuna Mema Gamets. Ndio. Kuna Pacific. Kuna Catherine Kariuki. Kuna Murangiri na kuna Isaac. Ndio. Hawa watu kulingana na management ya ile ranch hawajaweza kupewa consent, ama mimi sijaiona kwa macho. Ndio. Na mimi nataka hawa wawekezaji waendelee kufanya nini? Biashara. Juzi Devki ametoa tenda kampuni 20 ziweze kumfanyia supply. Ndio. Na baadhi ya kampuni moja ni yake Baovan. Ndio. Baadhi ya kampuni ni hizi nimetaja. Ndio. Na mimi niko na kilio kimoja tu kwa niaba ya wananchi wa Kishushe. Hatuwezi kuwa tumekalia madini yanaweza sibisha Kenya kwa miaka 50 na tukose faida. Ndio. Ya mtu wa Taita Taveta, mkazi yote wa Taita Taveta. Makabila yote. Ndio. Waweze kusupply Devki tissue, waweze kumsupply nguo za factory, waweze kumsupply chakula, na zaidi ya yote yale madini mwingine akubaliwe. Amefanya kitu inaitwa pegging. Pegging inamaanisha yeye peke yake ndo ataenda kutoa madini hapa. Kweli. Kwa hivyo mimi nimeamua nikue jasiri. Ndio. Na naomba watushike mkono. Mimi sina interest. I don't have any interest. Interest yangu ni moja, mwananchi aweze kufaidika. Kwa sababu najua mama wa Taita Taveta wamezaa watoto wenye akili na wenye washujaa, mashupavu. Wanaweza wakaenda wakanunua wheelbarrow, si pesa mingi. Na hiyo wheelbarrow ikabeba mining ikapeleka wapi? Kwa Devki, na Devki pia naye aendelee kufanya hivyo. So that iwe open market. Pesa iweze kuzunguka Taita Taveta. Pesa ikizunguka Taita Taveta, uchumi unakuwa. Na mimi niko na ujumbe kwa Joho kama kiongozi wetu wa Coast. Tunampenda sana, tunamdhamini, na mimi ni binafsi niliamini kwamba 2032 watu wa Pwani wanasimamisha Joho kama rais. Na nataka kumwambia Joho kama anataka support ya Wataita Taveta. Wataita na Taveta sasa wamechanuka. Hawawezi kukubali tena unyanyasaji. Aangalie hizi kampuni 8 zirudi kwa mwananchi, ziombe consent, zipewe consent, ziendelee na kazi. Mimi sitaki ati waende ama wafurushwe. Wafuate tu sheria.
na tuone maendeleo yakiendelea. Alright. Yeah. Hapo katika masuala ya mining, manake vile rais nakumbuka alipochaguliwa, alipokuja hapa katika kaunti ya Taita Taveta, kitu cha kwanza alisema ni kwamba kaunti ya Taita Taveta itapata 50% kwa 50 ya rasilimali za mbuga hii ambayo tuko nayo. Lakini rais amekuwa hapa juzi on Tuesday na akasema sasa wamekuja wakapiga hesabu, wakaona sasa hesabu haingiani, hii 50-50 haiwezi kupatikana, labda sasa kwa sababu wameanzisha vile mbuga nyingine pale ya vifaru, labda tukipata ile revenue ndio tunaweza kugawanya na wananchi. Unasemaje kuhusiana swala hilo? Mimi nimeangalia sana mahesabu ya aliposema hivyo, niliangalia mahesabu. Nimekwambia mimi mwana mtu wa hesabu. Mimi ni mwana hisabati. Ndio. Na nikagundua kwamba mbuga ya Tsavo ndio inatengeneza 1.2 billion shillings kwa mwaka. 1.2 billion kwa mwaka. Ndio. In revenue. Tuko pamoja? Ndio. Sasa 1.2 billion ndio. Ni watu wangapi wanafanya kazi hapo kwa Tsavo wanaweza tumia hiyo pesa yote? Umeelewa? Ndio. Sasa mimi unless kuna watu wengine wanalipwa kwa payroll ya Tsavo inafanya pesa ikose kubaki ya kusaidia mwananchi. Ndio. Na kando na pesa kuna mambo mengi wanaweza wakafanya yakatusaidia. Ndio. Tsavo inaweza kuja na CSR program. Iseme hata kama hatutagawanya pesa na county, tutasomesha watoto 500 kila mwaka. Ndio. Hata kama hatutagawanya pesa na county, tutahakikisha kwamba 80% ya rangers wako pale na kazi zenye ziko pale zinatoka kwa wakazi wa Taita Taveta. Natumia wakazi kwa sababu tuko na makabila mengi hapa Taita Taveta. Ndio. Kwa hivyo kazi zile ziwe za watu wa Taita Taveta. Lakini nimetoka kukuambia ndio kwamba ekari zetu milioni 2.6 kubwa zaidi ya nchi ya Qatar ziko katika mbuga wa wanyama. Ndio. Kwa hivyo mimi ni baadhi ya wale viongozi wako disappointed na kauli ya rais. Na unajua, wacha nikueleze. Ndio. Albert. Na pole sana, naongea sana kwa sababu nimepata fursa ya kusema yale yaliyo moyoni. Wacha niseme yanitoke. Unasema ikutoke. Initoke. Nimeangalia mambo yenye rais alienda Vihiga juzi. Vihiga. Kaunti ya Vihiga. Ndio. Akasema sisi hapa Vihiga tumeamua kuwajengea soko 30. Soko 10 na zote milioni 30. Sikawacho Vihiga pale. Tuko pamoja? Barabara akataja majina. Barabara ya kutoka hapa kuelekea hapa. Nilikuwa nimeziandika hizo barabara, ni vile simu yangu iko mbali. Ndio. Akasema hii tulimaliza, lakini hii miezi 6 nitakuja kufungua hiyo barabara. Ameweka pesa. Barabara kubwa hata kuliko hii yetu imekwama ya kutoka Mto Mogoti kwenda paka Bura. Akarudi akasema nimeona hapa mnataka kiwanja kikubwa cha stadium. Tuko pamoja? Ndio. Akasema nimeongea na hao viongozi na tumetafuta shamba. Ndio. Kwa hivyo tutajenga stadium kubwa hapa. Mimi kama rais nitaweka milioni 900, 900 million. Na hii stadium kufikia mwaka ujao itakuwa imejengwa. Ndio. Yaani wameletewa mapocho. Ndio. Na ni kwa sababu maendeleo haya yanakuja kwa sababu ya wingi wa kura. Wingi wa kura. Ndio. Kwa hivyo unapata kwamba watu wa Kajiado na Masaini wanapata faida ya mbuga wa wanyama. Lakini kwa sababu Wataita wanatuona sisi tuko 135,000 votes. Wanaona haina haja usumbukie kura 135. Ndio. Lakini mimi nataka kuwapa habari mbaya. Ni kwamba pale Mombasa tuko na Wataita wanatosha karibu 200,000. Pale Mombasa pale. Saa hii tumeongezeka na hawa watu wananisikia wote wameshika kura. Ndio. Tuko na 200,000 Taita Taveta. Huku Nairobi na maeneo mengine tuko na 100,000. Hiyo ni 500,000. Kwa hivyo mimi nataka ku sound alarm trumpet kwa watu wote wa viongozi. Wajue kwamba Taita Taveta presidential candidate wajue tuko na 500,000 strong. Kwa hivyo haina haja ukimbilie milioni 1 ya Kiambu. Ndio. Yenye itagawanywa kila mahali. Na sisi tunaweza tukupatia nusu milioni ya kutosha ukitosheleza. Ndio. Na kwa sababu rais ni jirani yetu, ninajua ujumbe utaufikia. Wako na viongozi wengi sana wa mrengo wa UDA. Ndio. Na tunaomba hawa watu wote wako katika mrengo wa UDA waweze kufikisha malalamishi yetu kwa wananchi. Wananchi hawa wanapenda rais sana kwa sababu niliona wame sign up kwa SHA. Ndio. Wengi sana. Kweli. Wengi sana.
tuzungumzie kuhusiana na masuala, maana unatoka maeneo ya Undanyi na hii barabara ya Mto Mogodi ambayo umesema kuja mpaka Bura ni moja barabara ambayo vile vile imeimbwa sana. Progress yake imekuwa haisongi. Mara contractor anakuja, rais akija anasema nimekuja na contractor, nimewacha contractor kwa site, baada ya siku 2 contractor hayuko. Labda nini ambacho unafahamu kuhusiana ile barabara? Hiyo barabara Ndio. Kwanza Taita Taveta viongozi tuache kuwa waoga. Wakati unasimama na haki ya mwananchi haimaanishi unapinga maendeleo. Hiyo ni ya kwanza. Ndio. Ya pili, wakati unasimama na haki ya mwananchi haimaanishi uko na personal interest ama unachukia kiongozi fulani. Ndio. Mimi siwezi kuchukia rais, kiongozi amechaguliwa na wananchi, amechaguliwa na Mungu. Ndio. Sauti ya Mungu ni sauti ya mwananchi. Kweli. Lakini nikisimama niseme nataka haki ya Mtaita na Mtaveta. Ndio. Ninamaanisha kwamba nataka aweze kuongeza kura zake hapa. Na viongozi wetu wengi wanatembea na rais, wanaogopa kumwambia ukweli. Ukweli. Ndio. Kwa sababu saa hii tunaambiwa hii barabara ya kutoka Mto Mogoti kwenda Bura, rais anajua mpaka jina. Rais anajua Mto Mogoti ni wapi, anajua Mbale, anajua Bundanyi, anajua Veruga, Mgange, Bura, alafu irudi. Na vile itainua uchumi wa Taita. Kweli. Lakini sasa excuse yenye inatolewa ni kwamba ile barabara kutoka ikuwe tendered, materials zimepanda bei. Ukisikia materials zimepanda bei inamaanisha hiyo contract inafaa kuongezwa kiwango. Na ikiongezwa kiwango, kuna mtu anataka hiyo kiwango imeongezwa aweze kuweka mkono wake hapo ndani. Na pili, shida inakuwa ni hizi kura zetu zinadharauliwa. Ndio. Na mimi nataka kuomba wakazi wa Taita Taveta ni kwamba saa hii tukiwa tunapiga kura tunapiga pamoja. Hizi nusu milioni wale wako nje wajue hizi nusu milioni tunazihitaji. Ndio. Ili sisi kama viongozi tuwe tunakumbusha wale presidential aspirants wajue kwamba Taita Taveta wanaongea kwa lugha moja. Wakitufanyia mambo ya barabara, hiyo barabara ya Mto Mogoti, mimi nataka mambo matatu. Ndio. Matatu peke yake. Akinifanyia mambo matatu rais, mimi nitazunguka Taita Taveta yote nimtafutie kura. Ya kwanza barabara ya Mto Mogoti. Kutoka Mto Mogoti, Mbale, Veruga, Mgange, Bura. Ndio. Imalize. Ya pili maji ya Mzima Spring. Mimi nilikuwa katika kampeni ya UDA wakati uliopita. Ndio. Na nikasimama kidete, nikawa kama kwa secretariat, kiongozi wa secretariat ya UDA wakati ule. Governor alikuwa anasimama John Mrutu. Ndio. Wakati rais alisimama mbele ya watu akasema Wataita watafaidi kwa maji yao. Hayataenda Mombasa kwanza. Ya Mzima Spring. Hiyo akinifanyia nashukuru. Ndio. Hiyo Mzima Spring. Alafu ya tatu ni ardhi. Angalia mambo ya madini na pamoja na mambo ya Savu. Akifanya hizo mambo matatu Taita Taveta sote tutarali kama pamoja tumpe nusu milioni. Asante bwana Mbele. Bila shaka kabla tuende katika masuala ambayo wanafanya, kuna swali moja ambalo ningependa kukuuliza kuhusiana na masuala ya uhifadhi na Savu hususan. Tumeona County Assembly kiongozwa na Acting Speaker Anselm Mwadime Chao wameanza mchakato wa kupeleka ile petition katika National Assembly kuhusiana na masuala ya recategorization of Savu National Park ili resources zije katika county hii ya Taita Taveta. Je, unahisi tulichelewa ama tunaelekea katika right direction? Right direction. Kwanza nataka kumpongeza Mheshimiwa Anselm Chao, Acting Speaker, kwa kuweka kipaumbele swala hili la Savu. Na nataka kumwomba pia aweke kipaumbele hii petition yetu ya loans. Iko katika County Assembly. Imekaa tu hapo kwa draw. Arudi aweke kipaumbele masuala ya madini yenye nasema. Na wasichoke. Wasichoke kusukuma. Na mimi niko nyuma yao. Tutapiga kelele mahali inatakikana na tushikane. Ile umoja niliona viongozi wote na sio yeye peke yake. Niliona mbunge wetu wa Bundanyi Danson Mwashako, niliona governor wetu Andrew Mwadime, niliona senator wetu Jones Mwaruma, niliona viongozi wote wa Taita Taveta wakienda kusukuma wapate manufaa ya Savu. Lakini kwa rais kuwapa ama kukataa ni kwa sababu rais hajaelewa nusu milioni. Kwa hivyo naomba waeleze rais kwamba Taita Taveta tuko na 200,000 tunaweza simamisha kura. 200,000 Mombasa hata zinaweza chagua MCA Mombasa. Kweli. Na 100,000 hizi maeneo mengine Eldoret, Nairobi na huku kwingine. Nusu milioni rais tunaweza tukampatia
akiweza kufanya haya mambo. Okay. Tuangazie kuhusiana na masuala ambayo umekuwa ukifanya. Kwanza kabisa tumeona umefanya masuala mengi na unaendelea kufanya tu siku baada ya siku, watu wakifikiria ushamaliza, unakuja na masuala mengine ambayo unafanya kwa ajili ya mkazi wa kaunti ya Taita Taveta. Nafikiri miezi 5 iliyopita tuliona ulizindua ukatoa basari kwa wanafunzi katika kaunti ya Taita Taveta. Nafikiri ulianzia kule maeneo ya Mgange. Labda nini kichochezi chako katika masuala kama haya? Wakati wa mwisho nilikuwa hapa Bwana Albert, nilikuelezea kwa uchungu sana historia yangu ya kutoka kusoma, kwa kuugua figo, kweli, kusoma katika umaskini, kakueleza ndoto zangu 5 za nyanyangu. Kweli. Hawezi kuoga kwa shawa, kweli, hawezi kufinya stima, hawezi kubebwa na gari kansani, hawezi kuona TV. Umeona? Ndio. Na ya 3 akifagia nyumba yake isiweze kuchimbika chini, ya 5. Ndio. Na nikakueleza kwamba ilifika wakati nilipigania uhai wangu. Na sasa Mungu amenipa uhai wa kuishi tena. Aliponipa uhai wa kuishi tena, niliamua hata kama ni siku moja nitaishi ni kama nimeishi siku 100. Na hapa Taita Taveta tunahitaji tuinue viongozi. Kwanza hii kauli nitasema nikimalizia ya kuinua viongozi Taita Taveta. Sasa Taita Taveta hatuna hata waziri wa national government. Tuko na PS, lakini hii PS pia tumepewa nya Karubandika. Tunataka tupewe PS ya maana. Ndio. Huyu PS wetu ni mchapakazi. Apelekwe ministry yenye akona nguvu. Ndio. Alafu sisi wataita tukuze viongozi. Na weaknesses zao tuwashike mkono wakue. Kwa hivyo mimi nafanya haya yote ili niweze kuongeza standard cha kupima viongozi. Kuna watu wakiishi town Albert, wanadharau watu wameishi hapa Voi, kweli, kama wewe, watu wanaishi huku Kishushe, wanaona hawezi kuwa viongozi. Kweli kweli kabisa. Sasa wakiishi kidogo town, wanunue gari yao kubwa, wanakuja wanaitisha uongozi wa kibinafsi. Ndio. Kwa hivyo mimi nafanya haya yote ili kudhihirisha kwamba kiongozi awe mnyenyekevu, ya kwanza, awe shujaa wa kupigana vita mahali inahitajika. Watatu, awe na moyo wa kuweka maslahi ya mwananchi mbele. Kwa hivyo hiyo standard, kwa sababu ya hivyo tumesema wacha tuanze. Tupeane basari. Nimepeana basari kwa watoto 351 bila pesa ya serikali. Na nimefanya hivyo kwa sababu kiongozi yoyote akija kusema ati mkinichagua nitafanya. Sasa hii tumedanganywa sana, hatutangoja tukuchague. Fanya saa hii. Kwa sababu Albert, kuna siku nimeenda nikauziwa tunda la mpapai. Ile mti ndogo ya mpapai. Nikaambiwa ati ukikata haya mapapai yako ya yellow yanaitwa sunrise. Jua la kuinuka asubuhi. Nikapanda huo mpapai, nikawa nasubiri autoi matunda. Kumbe kuna mpapai wa kiume Albert. Kwa Kitaita unaitwa mpapai wabo. Sasa nimengoja hayo matunda paka saa hii inatoa maua tu. Maua ni maneno mengi na pesa. So viongozi wengi wanakuja kama huu mpapai wa kiume. Wanaweza kukuambia kwamba wewe ukinipanda 2027 ikifika, nikiingia nitatoa mapapai makubwa. Lakini kumbe ni mpapai wa kiume hautoi matunda. Kwa hivyo tuombe tuonje hayo matunda sasa hivi. Ili kama ni mchungwa, tujue ni mchungwa, tusije tukapewa mchungwa ukapanda ukapata ndimu. Kwa hivyo nimetoa bursaries. Na nimeweza kutengeneza barabara hapa na pale. Kwa hivyo najua bei ya maram pesa ngapi. Nimeweza kuandika watu kazi. Mimi kutoka nizaliwe Albert, sijawahi ona kiongozi hajapewa mamlaka. Na ameandika watu zaidi ya 104. Nimechukua vijana wetu mwaka huu 74 nikapeleka EPZ pale Mombasa. Wakajisonea kushuka. Sewing, modern sewing. Na wakapata kazi direct. Na wakati mwingine weekend kama hii nitashuka na chakula, nisage mahindi, niwapelekee waweze kupata chakula na niwape moyo na hope. Mimi peke yangu ndo nimepeana shule. Na kwa sifa ya Mungu, si yangu peke. Nimepeana shule 71 chakula wakati wanafanya mtihani. Pale Kishushe pale nasema kuna utajiri mkubwa. Watoto wanapika uji wakati wa kufanya mtihani. Nimewanunulia chapati waweze kupika wakati wa mtihani. Nikaenda nikaweka taa za sola ili mitaa zetu ziinuke. Na kando na ajira, project iko kwa moyo wangu ya kuinua umaskini, ya kutoa umaskini. Hii weekend niko na Neema huyu wa Citizen TV. Tunakuja kuzindua mradi kwa mara ya kwanza unaitwa Mama Ntilie. Mama Ntilie ni wale wa mama wanatutilia maandazi, wanatutilia viazi, wanatutilia vitu mtaani.
tunawapatia bundles za unga, mafuta ya kupika, karai, vijiko, majiko, display. Ndio. Kila kitu wanahitaji kufanya biashara. Lakini zaidi ya yote Albert, tunawapatia baraka ya kuweza kuinuka. Ndio. Na wamama 80 wa Wundanyi. Nimeanzia Wundanyi lakini tutashuka Motati. Ndio. Tutashuka Motati. Hili lengo lenye tunataka kufanya, hatufanyi Wundanyi peke yake. Ndio. Tutatembea Taita nzima. Tutashikana na viongozi wenye wako like minded. Na si kwa sababu tuko na pesa sana, kwa sababu tuko na moyo mkubwa. Ndio. Kwa hivyo haya yote ninayofanya ni kudhihirisha kwamba inawezekana kiongozi kuwa na moyo wa kuwapenda watu zaidi ya pesa, zaidi ya mamlaka, zaidi ya jina. Na ndio maana Albert, ndio, ni huwa naomba watu waniite mtumishi. Sio mheshimiwa. Ndio. Unajua kuna watu wameanza kuniita mheshimiwa. Mimi sio mheshimiwa. Mimi ni mtumishi. Ndio. Natumikia watu. Ni servant. Zaidi ya yote vile vile tu uliona kwamba kulikuwa na mradi mwingine ambao ulikuwa umeanzisha, na sijui kama upo, mradi wa kutoa hizi sodo kwa wanafunzi, baraka umekuwa heavy katika masuala ya kuhakikisha kwamba elimu inaimarika wanafunzi. Vile vile ni mradi ambao umekuwa ukifanya, tumeona vile vile umekuwa ukifanya tournaments hapa na kule. Albert, mambo tumefanya saa hii, miradi zote nimefanya ni 42. 42. Taita Taveta County. Nimebakisha kidogo nifikishe 47 kulingana na county zote za Taita Taveta. Na kuna mradi wa kujengea watu manyumba. Ndio. Miradi nyingi tu na hatuwezi kuzitaja zote. Lakini huo umesema wa sodo kwa wasichana na mafunzo kwa wasichana. Ndio. Nimeufanya kwa sababu ndio, Albert, nataka msikilizaji aelewe kwamba umaskini uko directly proportion ama equal sign. Ukichukua umaskini na mimba za mapema, unaweka equal sign katika. Wako same WhatsApp group. Wakati mimi nilizaliwa katika umaskini, ndio wasichana wetu wengi walikuwa wakifika mwili wa kubale, wanapata kijana anamdanganya na sodo na hii na hii na hii, anapata mimba ya mapema. Lakini wakati tumeanza kutengeneza kakitu, hawasongi karibu. Kwanza tumenunua mbwa. Ndio. Sasa ukisongea kama kijana, unasikia mbwa inaanza kulia, mbwa kali. Sasa unaona hawa wasichana watapata mimba za mapema. Ndio. Kwa hivyo mimi nataka kuprotect hawa wasichana kwa sababu najua mimba ya mapema equal sign umaskini. Kwa hivyo tunawapatia sodo. Nimezunguka kwa mashule nikapeana computers. Ndio. Kwa shule 23. Na hawa wasichana hatupei sodo peke yake, huwa tunawafunza. Ndio. Tuna invest in their mind ili umaskini Taita Taveta uweze kuondoka. Ndio. Huu mradi wa chapati huu, manake ni mradi ambao ulikuwa unaibua hisia nyingi sana, na wakati mwingine nafikiri ulipokuja hapa uliniambia kuna shule ambazo zilianza kuleta maneno kuhusiana na mradi wa chapati. Huu mradi wa chapati ulifikiria vipi huu, na unahisi namna gani kuhusiana na huu mradi, na reception so far imekuwa namna gani? Manake nimekuwa nikikuona vile vile ukiingia mashinani kupika chapati na kupatia wanafunzi. Sasa kwanza mradi wa chapati umenishangaza kwa sababu nilisikia kiongozi mwingine akisema ndio, ati msije mkadanganywa na chapati. Na watu hawaelewi kwamba chapati, wakati tukio hapa nilikwambia nyanyangu alikuwa ananipikia chapati ndo nikuwe number 1. Nikakwambia hata kuna siku nilikuwa number 11. Motivation factor. Ilikuwa motivation factor. Nilikuwa number 11. Ndio. Akafikiri nimekuwa number 1 mara 2, akanipikia chapati mara 2. Na kwa sababu ya hiyo, kwa heshima ya huyu mama alinilea, nikaamua nikaanza mradi wa chapati. Lakini tena nikienda na chapati naweka katika mafiga matatu. Ndiyo. Figa la kwanza mwalimu, la pili mwanafunzi, na la tatu mzazi. Sasa zile chapati zikipikwa naita hayo mafiga matatu yanayosaidia elimu kuinuka. Sasa mzazi akiwa pale namwambia hizi chapati zimetindilikwa ama zimesukumwa katika kiti kina miguu mitatu. Kingekuwa na miguu miwili azingetoka round. Zingetoka, ndio. Kikaango kimeekelewa kwa mafiga matatu. Ndio. Kingekuwa na mzazi angejitoa katika hiyo equation, chapati hazingeiva. Ndio. Kwa hivyo hiyo chapati ni symbol ya motivation ninayofanya katika shule. Ndio. Lakini tuko na viongozi wameelektiwa kama Ndindi Nyoro, the best performing MP. Ndio. Anahakisha shule zake zote zinakula chapati Friday. Itakuwa makosa tukiamua kama viongozi kila Friday mashule zote zinakula chapati. Lakini zikiwa zinakula chapati zinaelezewa kuhusu mafiga matatu. Na inakuwa motivation factor ya kusaidia elimu ipande. Kwa hivyo mimi natafuta only a creative way. Na ukijua mtoto wako anapenda kitu fulani, unampatia aendelee kuinuka. Kwa hivyo mimi nikienda na chapati pale, huwa sipei wanafunzi peke yake, napea walimu, napea wazazi,
na wanafunzi. Mnazungumza. Kabla ni ruhusu msikilizaji wangu apate kupiga simu, baadhi ya msikilizaji wapo na swali lolote, unaweza kupiga simu na vile vile kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya simu na WhatsApp msikilizaji ni 01 1377026601 13770266. Wapo na swali lolote ambalo utakuuliza bwana Athanas Mbele Mwachia, bila shaka unaweza fanya hivyo. SMS namba iko wazi kwa ajili ya kwako 0113719439 0113719439 nambari ya SMS. Unaweza tubia hapo kutuma ujumbe wako mfupi, kisha tukuna usoma kabla tufunge manake muda wetu umetupa kisogo. Bwana Mbele ni kiongozi tu, si wa eneo unalotoka bali katika kaunti nzima. Hisia zako, manake sasa tunaingia mwaka wa 4 wa ugatuzi. Governor Andrew Mwadime alikuchukua usukani kuanzia mwaka 2022. Sasa tuko 2025. Labda unaweza zungumziaje uongozi wake in terms of maendeleo pale ambapo tumefika kwa hii sasa? Mimi nilisema kwamba hizi zinakuanga ni mbio za kupokezana kijiti. Si unajua ile relay? Ndio. Sasa Andrew Mwadime alipokea kijiti kutoka kwa Granton Samboti. Na yeye anafaa kung'oka mbio. Anafaa kung'oka mbio. Ndio. Najua kushinda mbio za vijiti. Lazima kuwe na mambo mawili. Ya kwanza, wewe ukipokea kijiti. Ndio. Wewe umeipokea mapema. Unajua yule mwenye anakuletea mapema. Kweli. Akikuletea akiwa wa mwisho, amechelewa. Ndio. Basi wewe pia utakuwa na changamoto. Kweli. Unless ukimbie zaidi. Ndio. Kwa hivyo kwa sababu Andrew ndo alipokea kijiti, sijui kama alipokea akiwa mapema ama akiwa pale nyuma. Ndio. Lakini anajitahidi kukimbia mbio zake vile anakimbia. Ndio. Sasa sisi tunamwangalia na serikali yake yote waendelee kukimbia. Kwa sababu bado kuna time. Ndio. Na nadhani anaweza kaongeza speed. Na kabla afike finishing line, mwananchi ndo ataamua kama atapokeza kijiti ama ataendelea tena. Ndio. Aje kupokeza baadaye. Lakini kwa sasa nimekueleza kwamba mimi nimefurahia hatua moja ya kuweza kukuza viwanda za processing. Zitengeneze kazi. Vijana wengi pale nje hawana kazi. Ndio maana nimeanzisha program inaitwa Ajira Mbele. Ndio. Yenye nimekuambia nimeandika vijana zaidi ya 104. Na nimeona pale kiwanda cha rice, iko kiwanda, tafadhali hakikishe kwamba kinafanya kazi. Kiwanda cha banana kiwe sawa. Kiwanda cha Devki kiwe kinafaidi mwananchi. Na akitengeneza viwanda, ndio uchumi wa Taita Taveta utainuka. Na zaidi ya yote asimame kwa ujasiri. Ndio. Aweze kuongea na rais na viongozi. Ndio. Sio madharau kumwambia rais hapa umekosea. Na sio kukosa heshima, kung'ang'ana kufanya haki. Albert, kuna watu wamekasirika na mimi. Ndio. Haya mambo ya mining hao wakisikia naongea wanakasirika na mimi. Ndio. Hata imebidi niweze kuangalia security yangu vile nitaibadilisha kidogo. Kwa sababu watu wako na interest in Taita Taveta. Ndio. Sana. Na wakiona interest zao zinaguswa wanageuka simba. Lakini mimi nataka kuambia hakuna interest ya mtu inaharibika. Sisi tunapanga wananchi. Kwa sababu wamezaa watoto wanaoweza kuwatetea. Talking of interest, manake umezungumzia masuala ya interest. Na nimekusikiliza kwa makini vile vile umekuwa ukizungumzia kwamba mambo ya interest. Lakini ukienda pale mtaani ukisikia watu utasikiliza watu wakisema kwamba huyu Mbele huyu anataka kiti. Sijui kama ni kweli kuna kitu unataka, manake kuna wengine vile vile ukizungumza nao wanasema hata Mbele hii maendeleo anafanya hii anazunguka anafanya kwa sababu labda kuna kiti anataka. Kuna kitu bwana Mbele unataka kuelekea kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027? Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Ndio. Jambo la kwanza ni kwamba maendeleo nimekuwa nikifanya. 2017 nilifungua farm yangu inaitwa Titan Farm. Ndio. 2017. 2017 nikawa na process yogurt. Nimeandika vijana zaidi ya 35 kazi. Ndio. Nikawa nazunguka Taita Taveta. Nikawa nafanya motivation kwa shule. Ndio. Nilitoa zawadi kwa mashule. Yale yanafanya bora katika masomo. Ndio. Zawadi zinaitwa Mbele naona success. Wakati ule watu wakasema 2022 huyu mtu lazima atakuwa debe. 2022 ilikuja ikaenda. Na so maendeleo haya sijaanza saa hii.
Na pia Albert, mimi nitakwambia heri yule ndio anayeonyesha matunda sahihi, kwa sababu Biblia inasema ndio katika Marko 3:10 kwamba shoka limewekwa tayari kukata mti usiozaa matunda na kuchoma moto. Maanisha kwamba mti wowote usiozaa matunda. Hata Yesu alikasi mti alienda kwa kutafuta matunda akakosa. Kwa hivyo heri yule anayezaa matunda sasa na anayetaka uongozi. Ndio. Na ya tatu ni kwamba kutaka uongozi sio kitu mbaya. Ni haki ya kidemokrasia. Ndio. Na mimi nilisema hivi wakati nilikuwa hapa. Ndio. Kwamba uongozi ni kama kofia inavishwa taji. Ndio. Wakati umefanya kazi nzuri, Mungu atakuvisha taji na mwananchi atakuvisha taji. Ndio. Na nimeona kofia nyingine inaletwa na wananchi. Kuna wananchi wamekuja kwangu. Ndio. Wamekuja na kofia. Ukasema kulingana na haya mambo umefanya tunataka kuvisha hii kofia. Ndio. Kwa hivyo nataka kuona kama itatoshea kwa hichi kichwa changu. Ndio. Alafu mwaka ujao wakati mambo ya siasa yameanza, nitakuja hapa alafu hii itakuwa mahali ya kwanza ya kutangaza rasmi kama nitakuwa katika kinyang'anyiro au la. Lakini kwa sasa tunasikiza maoni ya wananchi, tunahudumia. Na pia vile nimesema ndio kwamba tunataka ku raise standard. Mtu asije kuomba uongozi kwa sababu anatafuta kazi. Ndio. Unajua kuna watu wanatafuta kazi. Kweli. Yeah. Mbele nikuulize swali tu la kizushi, maana umesema maendeleo haya umekuwa ukiyafanya hata before 2022. Na je, una mpango ya kuendelea kufanya haya maendeleo regardless of whatever happens in 2027? Manake iwapo kweli umesema utatangaza, hujatangaza, lakini kwa mfano umewania kiti, katika kiti either ni governor, wametaja sana, wanasema unataka governor, sijui kama ni kweli, umesema usemi, but anyway, kama upate kiti, tuseme ukose kiti labda ni cha ugavana macho labda unawania, alafu haya maendeleo haya ambayo tumekuwa tukiyashuhudia wakati, je, tutaendelea kuyaona haya maendeleo ama utaamua wacha mimi nirudi Nairobi, watu wataki uongozi, wacha mimi nirudi kufanya mambo mengine Nairobi? Kwanza ndio ni kwamba wakati umejituma hii kazi itakushinda. Ndio Albert. Lakini ukitumwa na Mungu anakuwezesha. Mimi ni mtu mdogo sana. Ndio. Mdogo sana. In fact watu wengine uniona wanashangaa, kumbe huyu kijana mdogo ndo anafanya haya mambo yote. Kwa sababu niko na Mungu mkubwa Albert. Sana. Ndio. Mimi ni mtu nampenda Mungu sana. Wakati nilikuja hapa nilikwambia nampenda kuliko mali. Ndio. Kuliko chochote kwa sababu amenipa afya. Kweli. Kwa hivyo kwa sababu ananipa nguvu ya kuweza kuyafanya bila cheo cha serikali. Ndio. Basi kukosa cheo cha serikali haitanifanya niache. Na pili nilienda mahali nikasema. Ndio. Kwa mfano vile umesema. Ndio. Kwa mfano. Niwe nimewania kiti. Ndio. Na ninaona kwamba kuna likelihood kwa sababu nimetoa basari za watoto 351 na wakasema kwamba hazitoshi. Sasa hii nimetoa mama ntilie au mama na wasaidia biashara 80 wavoi wamesema pia sisi tunataka. Sasa nikaona labda nikipata cheo cha serikali ndio nikiunganisha na zile bidii yangu ya kutafuta ninaweza nikafanya mengi zaidi. Kwa hivyo moyo wangu unaweza ukawa convinced kufanya hivyo. Ndiyo. Na iwapo nitakuwa nimefanya maamuzi na nimeendea kiti cha kisiasa, nataka kutangaza hapa sasa kwamba wakiapisha mwingine, ndio wakiapisha mtu mwingine Albert, yenye Mungu ameona na mwananchi ameona, ndio ile siku anamwapisha hivi, kesho yake ninatengeneza hiyo barabara ametumia kupitia. Umeelewa? Ndio. Yaani wamemwapisha leo kwa hall, ndio, na ametumia hiyo barabara, ndio, na hiyo barabara sio nzuri, kesho yake naitengeneza, unaingia ground kwa mpigo zaidi. Bila shaka msikilizaji, anaitwa Athanas Mbele Mwachia, yuko katika studio zetu. Bila shaka msikilizaji, umemsikiliza kizungumza. Zimekatika 9 dakika baada ya saa 3 saa za kata ya Afrika ya Mashariki. Nataka nitumie dakika 5 tu pekee yake, maana muda umetupa kisogo sana. Nisikilize wasikilizaji wanasemaje. Uko na swali, maoni na mapendekezo, bila shaka nambari yangu 0113770266, simu na WhatsApp, SMS 0113719439. Sifa, hello my brother. Yes my brother. Mimi nimekuja kuja tu kumpongeza ndugu yangu, ndio, kwa kazi njema ambayo anafanyia watu wa Taita. Nataka nimwambie kwamba ndio Masai huwa wanasemaga jana anaposaliwa kwa boma, ndio huwa shida inaondokaga. Ndani yeye ni moja kati ya vijana ambao amesaliwa Taita. Ndio.
Ngawaje wengi huwa wanasaliwa alafu wanaenda wakishaingia katika uongozi. Naangalia tumbo zao na familia zao. Ndio. Sasa kulingana na maneno yake. Ndio. Acha aende kulingana na yale ambayo anasema. La mno pia. Vile anaweka Mungu mbele. Ndio. Aendelee kumweka Mungu mbele. Maana mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Jina lake mwenyewe ni mbele. Anasema kwamba endelee kuweka Mungu mbele na mbele iko sawa. Asante sana. Anasema hivyo. Bila shaka nataka kuangalia jumbe zingine hapa. Anasema vipi? Sifa Savo East National Park tuko fine, ni jua tu. Okay, sawa sawa. Shikilia tu papo hapo. Nasemaje mwingine hapa? Bashir anasema namna gani wetuba swali mengi. Nauliza hiyo kampuni ya chuma imeajiri watu wangapi wa hapa kutoka Taita, na huwa anatumia rasilimali kama ngapi ya county na asilimia ngapi ya faida ambayo tunapata kama county? Maana mara nyingi tunasikia kampuni za Kichina inaleta watu wao kutoka penye wanataka. Sijui kama nauliza swali la kampuni yako magano. Acha tusikie kwenye simu. Sifa, hello. Okay, unaweza kurudi tena, nambari bado ni hiyo hiyo. Anasema vile vile swali lingine hapa, anasema nauliza udhibiti wa wanyama pori wakati wageni wanakuja kuangalia, huwa napanga vipi mpangilio yao, kwa sababu tumeona juzi kifaru inataka kuleta vituko. Okay, sawa sawa. Haya, shikilia tu papo hapo. Mgeni anasemaje hapa Taita? Naona kila mtu anatamani kiti cha governor na kiti na hii kiti huwa ni one time kila mtu. Anasema hivyo Bashiri, sijui anazungumzia mambo ya ugavana. Nafikiri umejibu. Anasema Frederick Mwasambo hapa, Alberto pongezi kumleta mbele studioni Mwasambo Frederick wa Kishushe location. Mheshimiwa kuna bidii ya kusaidia wananchi, sawa, kwa mara ya kwanza mbele anatujengea industry ya mihogo hapa kwetu Kishushe. Namuomba ajira kwa vijana wa Kishushe. Vijana wamesoma lakini hawana ajira. Ile link ya ajira haijafanya kazi kwa wakazi wa Kishushe hapa. Please, ajira yachangia umaskini Kishushe. Ukitaka nikupe majina ya vijana hao hitimu, please nijulishe. Unaanzisha kiwanda cha mihogo Kishushe? Naanzisha kiwanda cha mihogo Kishushe. Ndio. Kwa sababu tunataka watu wakule healthy. Kwa hivyo nimekuwa nikipeana mihogo Kishushe. Hata hii Disemba ndio nitakuwa nazungusha mihogo pale. Albert, ushaikula chapati za mihogo? Nimekula. Na umekula ugali wa mihogo? Ugali wa mihogo nafikiri nyanyangu akiwa uhai alinipikia mara moja. Uji wa mihogo? Uji wa mihogo nakunywa uji pao hapa imechanganywa na mihogo. Basi. Sasa Taita Taveta itatengeneza product ya mihogo ya kutoka maeneo yetu ya ukame. Ili zile shamba zetu, kumbuka nilikwambia 500,000 eka lazima izalishe uchumi. Na ndugu yangu Frederick kutoka Kishushe, nataka kukuambia kwamba kwa hii program ya ajira ya watoto kuenda EPZ, Kishushe ilinipatia watoto wengi zaidi. Watoto 13 kutoka Kishushe walielekea pale. In fact, kwa sababu mimi ni mkazi wa Kishushe, napenda Kishushe zaidi ya yote. Nimechukua mtu wa bodaboda pale Kishushe. Unasema wewe ni mkaji wa Kishushe? Mimi ni mkaji wa Kishushe. Nimejenga pale Kishushe. Okay. Na hata Christmas changu nakulia Kishushe, mwaka mpya niko na sherehe pale na kukaribisha. Nitakuwa pale. Tutapiga fireworks pale na kusherekea mwaka huu. Na mimi nataka kumwambia ndugu yangu Albert Frederick ndio aweze kutuma jumbe za wenye wanatafuta CV zao kwa 0768 ndio 777 770. Hiyo ni nambari ya foundation. Ndio. Akiingia kwa pages zetu hata na Mbele Foundation ataona njia ya kuweza ku-access, lakini link ya ajira iko open. Ndio. Na inafanya vizuri sana. Naomba urejelee hiyo nambari kwa wale ambao labda imewapita. 0768 ndio 73 ndio 7201 7201 737201. Haya, sawa. Anasema mjambo hapo studioni huyo mgeni, mambo anayoendelea nayo Mungu amsaidie, watoto wanasoma vizuri, asante. Sijui jina lake hajasema nani, kutoka maeneo gani. Clemens Frobundanyi, mimi sina swali lakini ningependa kumpongeza sana bwana Mbele kwa kazi nzuri anayofanya. Mungu ambariki na akutane na matamanio ya moyo wake. Sawa. Niliona mwingine hapa katika WhatsApp amecheza kama yeye hapa.
Anasema ndugu Albert ujambo, kwanza salamu kwa kiongozi Atanas Mbele huyo. Nimemtambua kwa yale anafanya kwa jamii kuhakikisha ameleta mabadiliko kupitia empowerment programs, anaendelea kufanya Mungu amzidishie nguvu na maarifa tena zaidi. Anasema mjumbe huyu 006 Gladys kutoka Oman, kutoka Oman. Nafikiri anafuatilia kupitia link. Sema langu na kumpongeza mtumishi Atanas Mbele. Nafurahi jua anatambua Mungu ndio kila kitu. Anasema Mbele iko sawa sawa. Mama Agricola anasema bwana Mbele, ningependa kukupongeza sana. Nafurahia bidii yako tangu tukisoma shule ya msingi. Mama Agricola kutoka Mchungunyi, naomba sana ututembelee hapa. Tafadhali sana, umetusahau sana hapa. Barikiwa sana. Huyu sijui kama ni classmate ama ni schoolmate ama ilikuwaje. Acha tusikilize huyu kwa simu anasemaje. Sifa hello. Albert Mwanyasi sir. Yes sir. Morning sir. Morning sir. Mwanyumba mrifu. Yes sir. Mwanda vipi? Mwanda tuko salama kabisa bwana. Yes. Namshukuru sana bwana Atanas Mbele. Ndio. Asante. Huyu bwana ni mjasiri sana. Hata mimi namjua sana, hata nafikiria ananijua. Tambua. Mimi nimetoka Mwanda na najua mambo zake. Atanas Mbele. Yes, vipi bro? Kwa kama nabo. Navuka manabo. Chapcha. Na bongo nyumba wa mrefu saa kaja Mwanda ni nambara pukne kwa Albert kunikabia kwa nedi zungumze malagamu. Nakabia chapcha Mwanda. Atanas Mbele na Albert Mwanyasi saa. Na kusikiliza saa. Watu wanatubwaga hapa Taita Taveta County. Ni viongozi, kusema ukweli ni viongozi wetu wale tunawachagua. Ndio. Mnachagua mtu vizuri, anakuja na sera nzuri, mnamchagua, akiingia huko anageuka na kuwa mwingine. Ndio. Mimi nimeshangaa sana, juzi Rais Ruto amekuja hapa na akasema 50-50 hakuna. Ndio. Hati hiyo pesa ni kidogo sana. Jamani, mbona wataita bwana? Mbona tunaonewa hivi jamani, wataita mbona tunaonewa hivi? Ndio. Viongozi wetu jamani, waamuke na wasiwe na uoga bwana. Watu wasiwe na uoga. Ndio. Waende kwa mheshimiwa rais kabisa, anawampigia simu amwambie sisi tutakuja siku fulani, tunakuja hapo State House tungojee. Na tuko na maneno yetu, tuko na agenda yetu hii na hii na hii, na tutakuja kukuambia kabisa tunataka nini na nini na nini. Ndio. Kwani sasa mtu akitaka maendeleo mpaka kwa serikali bwana, mimi si ni mtu wa Kenya na rais wangu si ni Ruto. Okay. Kwa nini anibagua, asinipatie maendeleo, anapatia watu wengine na mimi ananibagua? Asante. Asante sana sana. Asante. Nyumba mrefu saa. Rafiki yangu mwingine anaitwa Dr. Roger Sungo, nafikiri unamfahamu. Anasema that guy is very articulate, kudos kwa Atanas Mbele. Mbele anasema msalimia sana growing leaders wafike national level. It is, anasema hivyo. Acha nimsikilize Frank Lampard hapa kabla tuondoke. Lampard Frank. Yes kakangu Alberto vipi? Safi mazee, habari ya kwako ba? Nashukuru Mungu ametuamsha salama. Ndio. Mimi mheshimiwa ndugu yangu Atanas Mbele. Nimesalimika. Asante na manya palale manacho. Na lale mana. Mimi naitwa Frank Lampard kutoka maeneo ya Mesu. Asante. Na nataka kuchangia tu vile nimesikia ndugu yangu vile amejaribu kueleza hapo kuhusu mambo na kusaidia. Alberto, kwa wakati nimejaribu kueleza wananchi hapa. Ndio. Mti mzuri unatambulika kwa matunda yake. Na hata na Mbele ni mti mzuri ambao umejitokeza katika eneo bunge la Gundani. Okay. Ambao tungetamani hayo matunda. Kwa maoni yangu ni kitu ambacho hakijawahi fanyika, na si eneo bunge la Gundani tu. Ndio. Hatujawahi kuona kiongozi ambaye mtu amejitoa kufanya mambo ambayo yanafanywa na viongozi walioteuliwa. Ndio. Wengi huja wakati wa siasa wakisema mkinipatia nikipatia nafasi ya ubunge nitafanya hili na lile. Akikosoa yule ambaye yuko ndani. Lakini hata na Mbele anafanya barabara, anapatia basari, anafanya mambo mengi ambayo hajasema nataka kiti. Ndio. Na hata hiyo kiti pia inakuwa na watu wengi. Huwa kupata na kukosa. Ni moyo ambao uko wa kusaidia. Dada Bakedi, watu wa undani, hebu tufunguke macho. Tusije tukadanganywa na watu ambao watakuja kutoka sijui wapi, tukasahau mti ambao tumeona matunda yake tayari. So sisi kama watu wa undani
tuko na mbele na mbele iko sawa. Asante. Nasema naitwa nani? Anaitwa Frank Lampard. Huwa anatumia hilo jina, sijui mbona anapenda kutumia jina la majazi. Anasemaje? Bwana Yesu asifiwe, sifa February be to God. Tumishi mbele ana malengo mazuri sana anayozungumzia, ni kweli sana, tumshike mkono na kwa maombi pia. Ni msanii wa injili kutoka Beruga, Naftal Munda Shimbo. Mpe salamu mtumishi, anasema mbele iko sawa. Asante msanii. Sifa hello. Hello Sifa. Yes. Salama sana, nazungumza nani kutoka maeneo gani kwa kiharaka tu? Niko maeneo ya Veruga. Ndio. Sasami Mjama. Ndio. Namsalimia sana mheshimiwa hapa ndani. Asante sana Sami. Yapo nimesema tusimite mheshimiwa, lakini zaidi ya mheshimiwa. Ndio. Mtumishi inafaa zaidi. Tunakutambua kama mtumishi. Asante. Mimi Samuel hata na fahamu ni kiongozi wa vijana kwa kweli. Asante. So kwangu nakupatia tu kongole. kulingana na hayo yote ambayo unatenda. Asante. Bilangu ni kwamba Mungu akutie nguvu na akusaidie sana. Asante. Maana kuna swali hapo umeulizwa na umelijibu vizuri sana, na nikajua kwamba kweli wewe ni mtu ambaye Mungu amekutoa. Ya kwamba hata ukose uongozi. Kwa sababu ni passion iko ndani mwako. Ndugu yangu, hilo limekubariki sana, na nitaendelea kukuombea Mungu ili kwamba yani akutane na haja ya moyo wako. Asante. Kishushe. Sababu wewe wangu jirani pale kishushe, tutaonana. Na tutaona. Asante. Bwana kubariki sana. Asante. Shukrani za dhati ndugu yangu, asante tena zaidi. Muda umetupa kisogo sana. Sasa nitafunga simu yangu, jumbe fupi vile vile nitafunga mbele kwa sababu sijapata swali, wengi wanapongeza kutokana na ile kazi ambayo unakuwa unafanya. Lakini wacha nisome ujumbe mmoja hapa, rafiki yangu mwingine hapa anasema, good morning Sifa Mbele is amongst our most selfless youthful leaders we have in TTC, and that's why he's really investing in our people, which is totally opposite from what others do. Most people, especially from TTC, when they make it in their life, they mainly invest in places where locals can't access or reach. But with Mbele, it is different. We pray that he doesn't change in the future, because we will give him some responsibilities soon. All the very best to him, and he will emerge victorious. Lastly, may he find time within his busy schedule to meet promising youthful leaders for a day or two discussion matters, leadership and preparedness for future purposes. Thank you. Unasema kind regards. Huyu ni mshirafu, nafikiri vile vile unamfahamu. Namfahamu, kiongozi mzuri sana. Some of the young leaders ndio wenye wananipa promise kwamba mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Kuna jumbe nyingi hapa, sitaweza kupitia, simu ziko nyingi, lakini Mbele tumalizie tu maneno yako ya kumalizia maana kuna kipindi ambacho unapaswa kuelekea kwa dakika chache zijazo. Asante sana. Maoni yangu kwa msikilizaji, na ni muhimu sana, ni kwamba nimetoka kusoma neno linalosema shoka limewekwa tayari kukata mti usiozaa matunda. Mimi nawaomba watu wetu wa Taita Taveta, tukuze viongozi. Ndio. Tukuze viongozi. Unajua muda mwingi viongozi hawatakuwa perfect, watakuwa na makosa yao. Ndio. Hata mimi ukinitafutia makosa yangu Albert ni mengi sana. Naomba tukuze viongozi Taita Taveta wenye watatetea hii nchi yetu ya Taita. Kwa hivyo wale wamezaa matunda tafadhali tusikate. Wale wamezaa matunda tuwakuze ili tuwe na viongozi national level. Ndio. Western wanakuza viongozi wao. Kina Natembea, kina so many other leaders. Ndio. Tuko na Raila Odinga kutoka Nyanza. Alikuzwa, wamekuza kina Gladys Wanga sasa, na wanakuza wengine kina Raymond Momolo. Taita Taveta tunakuza nani? Ndio. Tunakuza nani aweze kuketi katika meza ya kitaifa wakati keki ya taifa inakatwa, achukue kisu na mamlaka yale wananchi wamempatia, akate pisi yetu mzuri. Ndio. Na tulete tuje tukakule hiyo kesi. Kwa hivyo tukuze viongozi. Alright.
Asante sana Maxo na Miss, naona ulikuwa unanipigia, sijui ulikuwa unataka kusema nini, lakini muda wetu umetupa kisogo. Nataka nikushukuru sana Atanas Mbele Mwachia kwa kutenga muda wako na kuja, maana najua kazi zako nyingi sana. Umesema miradi 42 unafanya. Zaidi ya yote uko na kazi yako binafsi unafanya. Zaidi ya yote uko na familia ambayo ni kushughulikia. So kutenga muda wako na kufika hapa, tunashukuru kwa ajili ya hayo. Asante. Na nina imani kwamba tutaendelea kuzungumza siku za usoni. Nakushukuru sana Albert, nakushukuru studio za Sifa FM kwa kunikubalia kuwa hapa. Nashukuru zaidi ya yote ile Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo na afya. Ndio. Nashukuru msikilizaji wenye especially wale kila siku ile dial yao imesimama Sifa FM. Ndio. Yaani wabadilishi. Hao sana. Ndio. Nawashukuru sana. Asante sana.